Naam, mtazamaji wa Trend TV bwana, leo tuko hapa na posti ya bibie Zailisa, na hii ni posti ambayo ameiweka mara tu baada ya habari kusambaa mitandaoni kuhusiana na maamuzi ambayo ameyafanya Zailisa ya kuachana na aliyekuwa mumewe kwa zaidi ya mwaka mmoja na miezi kadhaa, kufikia kitendo hicho cha kuamua kila mtu achukue 50 zake, au vipi bwana? Kila mtu ameamua kuseparate na mwenzie. Sasa baada ya kuachana, Manara yeye aliweka post yake moja tu kuelezea sababu imemfanya yeye na mkewe kuachana, lakini pia huku upande wa pili naye pia Zailisa naye pia ameweka post yake moja tu akiwa amesimama na kigauni fulani hivi chekundu, alafu akaweka ujumbe hapa, lakini sasa ujumbe wa Zailisa bwana ni wa Kiingereza mwanzo mwisho. Sasa nataka nikusomea ujumbe wenyewe alafu tutakuwa tunatafsiri on the way mdogo mdogo. Ni kwamba Zailisa ameandika hivi: thanking God for guiding me out of darkness and into the light. Akiwa anamaanisha kwamba namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuniongoza kutoka katika giza na kusogea katika mwanga. It was the hardest decision, but today I stand stronger and more determined than ever. Akiwa anamaanisha kwamba ilikuwa ni maamuzi magumu, lakini leo nimesimama imara na nikiwa na dhamira nzito kushinda siku zote. I'm excited and blessed to be working with incredible brands as their brand influencer. Na pia vile vile nina furaha kubwa na ninajisikia kubarikiwa kwa kupata nafasi ya kufanya na brandi nzuri kama influencer wao. A path I'm embracing with open arms, yani njia ambayo ninaipokea kwa mikono yangu nikiwa nimeifungua. Remember, healing is possible. Kumbuka tu kwamba kupona inawezekana, and your past does not define your future. Na pia vile vile mambo yako ya zamani, yani past yako sio kwamba ndo inaelezea jinsi ujio wako au future yako itakavyokuwa. Keep moving forward, endelea kwenda mbele. So huo ndo ujumbe wa Zailisa wa Kiingereza ambao ameuweka baada tu ya kutangazwa rasmi kwamba yeye na Manara sio wapenzi tena. Ukiwa kama mdau una kipi cha kuzungumza kuhusiana na ujumbe huo, weka maoni yako bwana katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia vile vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.